Ndio. Kwa tayari. Tuwakaribishe. Tujiunge moja kwa moja kutoka Dodoma na tena mwana Roda Simba pamoja na Kuringe Mongi wakiwa na mgeni pale kwa lengo la kufanya mahojiano katika sehemu yetu ya pili. Karibu sana Kuringe Mongi pamoja na Roda Simba kutoka Dodoma ndani ya Baragum Live. Karibu. Okay. Habari ya asubuhi mpenzi mtazamaji wa Channel 10. Asante studio za Dar es Salaam. Tuko hapa Dodoma tukiwaletea matangazo ya moja kwa moja kipindi cha Baragumu, na leo tumebahatika kuwa na mgeni ambaye ni naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Mheshimiwa Hamza Hamis ambaye tuko naye hapa atatueleza miaka 61 ya muungano maandalizi yakoje. Karibu mheshimiwa. Asante sana ndugu mtangazaji, kama ambavyo umeanza kwa kunitambulisha, jina langu naitwa Hamza Hamis Chilo. Kwa sasa ndio naibu waziri ninayesimamia muungano na mazingira katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na baada ya muda mdogo sana wa kukamilika baadhi ya taratibu inakwenda kwa ofisi ya makamu wa rais muungano mazingira, lakini pia tutakuwa tunasimamia na uchumi wa buluu kwa sababu tumeona nayo ni moja miongoni mwa ajenda muhimu ya kidunia. Kama mnavyojua kwamba tarehe 26 April mwaka huu 25 tunakwenda kuadhimisha miaka 61 ya kuasisiwa kwa muungano wetu huu wa Tanganyika na Zanzibar. Kama ambavyo mnajua pia ni muungano wa kihistoria kwa sababu nchi nyingi duniani zilijaribu kutaka kuungana na nyingine ziliungana kabisa lakini zilishindwa njiani, lakini muungano huu wa Tanganyika na Zanzibar kwa maana wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umekuwa ni muungano mkongwe ambao umekuwa na miaka mingi sasa, kama ambavyo tunakwenda kuadhimisha miaka 61. Mwaka huu tumesema tupeleke zaidi elimu kwenye mikoa, kwenye wilaya, kwenye halmashauri. Instead of kufanya shughuli kubwa ya kitaifa, tukasema sasa muungano huu wananchi na viongozi na wadau mbalimbali wa dini, siasa na wengine watumie fursa hii ya siku hizi ama wiki hii kwa ajili ya kufanya makongamano, kufanya warsha, kufanya activity mbalimbali ambazo zitakuwa zinaonesha kwanza namna bora ya kuenzi na kutunza muungano huu, lakini vile vile activity ambazo zitakuwa zinaonesha namna ambavyo tunakwenda kuwafundisha jamii na wananchi kujua dhana ya muungano, maudhui ya muungano, umuhimu wa muungano, pia wapate fursa ya kujua kipi kilikuwa ni changamoto katika muungano na kipi sasa kimeshatatuliwa kwenye muungano, lakini pia waione sura halisi ya muungano wetu wa miaka mingine 20 au 30 inayokuja, kwa sababu lengo la muungano huu ni kurithisha vizazi vijavyo viweze kujua watu waliungana kwa sababu gani, lakini waone matunda na umuhimu wa muungano huu. Kwa safari hii kuna activity nyingi zitafanyika, tutapanda miti, tutafanya makongamano na kutoa elimu mbalimbali kwa ajili ya jamii kufahamu umuhimu wa muungano. Pamoja na maelezo hayo ya mheshimiwa, ninaye mtangazaji mwenzangu hapa Roda Simba ambaye tutashirikiana katika kipindi hiki cha Baragumu kutoka hapa Dodoma. Karibu Roda. Asante mheshimiwa. Tukiwa tunaadhimisha miaka hii 61 ya muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar, ni yapi mafanikio ya muungano huu ambayo wizara inashuhudia, lakini na ni kitu gani ambacho unakiona kimeweza kuleta tija katika kusimamia muungano huu? Huu umekuwa na mafanikio mengi rather than changamoto, na hatuwezi kuwa na muungano uliodumu zaidi ya miaka 60 alafu ukawa una changamoto nyingi kuliko mafanikio. Manake mpaka hatua tuliofikia, manake mafanikio yapo na yameonekana. Ingelikuwa hakuna mafanikio, manake tungekuwa tunaona muungano huu ukiwa unapata mikiki na mitikisiko mbalimbali. Lakini ipo muhimu mafanikio ya kiuchumi. Leo kumekuwa kuna watu wanafanya shughuli zao, wanatoka Zanzibar, wanafanya Tabora, Mwanza, Shinyanga, Arusha na maeneo mengine. Lakini ukimwangalia asili yake ni Mzanzibari, ameinvest Tanzania bara. Lakini watu waliotoka Tanzania bara wako Zanzibar wanafanya shughuli zao za kiuchumi. Lakini uko mafanikio ya kijamii. Leo tumeoana, tumezaana, tumekuwa na mambo mengi. Lakini pia tumekuwa hata kielimu, manake kupitia bodi ya mikopo hii imefadhili wanafunzi wa Zanzibar wamefadhiliwa na bodi ya muungano. Kwa hiyo hapo mafanikio mengi
mengi ambayo tumeyapata kama Watanzania, lakini kubwa zaidi nchi yetu iko imara zaidi kiulinzi na usalama. Hiyo ni moja miongoni mwa mafanikio makubwa ya muungano huu, kwa sababu tunayo majeshi ambayo yanagusa upande wa pili wa muungano ambayo yako imara, na amiri jeshi wake mkuu ndo huyu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuna faida nyingi na umuhimu mwingi na manufaa mengi yamepatikana kupitia muungano huu. Tukiwa tunaadhimisha miaka hii 61 ya muungano, Mheshimiwa, hebu tuambie kwa upande wa wizara mnafanya vipi kazi kuhakikisha muungano huu unakuwa ni wa haki kwa pande zote mbili, yani Zanzibar na huku Tanzania? Kwanza huu ni muungano. Muungano maana yake ni kitu ambacho kimeunganika kutoka pande moja na pande nyingine. That's why ni muungano ambao umeunganisha Tanzania bara na Zanzibar. Moja miongoni mwa kazi ambayo tunakuwa tunaifanya ili kuhakikisha kwamba tunachokiamua tunakiamua kwa haki na kila mtu anaridhika, ipo kamati ya pamoja ya majadiliano. Hiyo huwa tunaitumia katika kujadili mambo ya muungano, na hiyo kamati, kupitia hiyo ndo tunapata suluhisho na ufumbuzi wa hizo changamoto. Ipo kamati ambayo inaanzia na ngazi za wataalamu, kwa maana kama makatibu wakuu wanachakata, linakuja ngazi ya mawaziri, nao tunachakata, tunapitia hayo maamuzi na mapendekezo. Tukitoka hapo inakuja ngazi kubwa ambayo mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar. Kupitia hiyo manake waziri mkuu, naibu waziri mkuu wanakuwepo, tunalimaliza jambo kwa pamoja. Kwa hiyo tunapotaka kujadili kwa pamoja, tunakaa pamoja pande zote mbili, kuanzia ngazi ya wataalamu, makatibu wakuu, mawaziri na hiyo kamati kubwa. Kwa hiyo tukiliamua pale tunaliamua ikiwa pande zote. Na wakati tunajadili hayo manake pande zote za muungano zipo. Mawaziri wa SMZ wapo, makatibu wa SMZ wapo, mawaziri wa Jamhuri wapo, wote tupo pale, tunajadili kwa pamoja, tunalipatia solutions. Na hapo ndio tunapata kwamba tulichokiamua tumekiamua kwa haki kifanyike. Kulikuwa na swala la kero za muungano. Hali ikoje kwa sasa? Kwanza sasa hivi tumebadilisha, hatuhitaji tena kero. Sasa hivi tunaita changamoto, kwa sababu muungano sio kero. Muungano ni kitu kimoja muhimu na ni kizuri sana kwa taifa letu, kwa wanayofahamu hayo. Sasa zilikuwepo changamoto nyingi sana, lakini kuambia ukweli ni kwamba sasa hivi katika changamoto karibu 25 tumefanikiwa kutatua changamoto takriban karibu changamoto 23 tumeshazitatua. Na nikwambia ukweli, katika kipindi cha Mama Samia Suluhu Hassan cha kutoka muda aliyoingia mpaka sasa, jumla ya kero karibu 17 amezitatua yeye mwenyewe tangu alivyoingia. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani ambavyo muungano huu uko imara na mama amedhamiria kabisa kutunza na kuenzi. Kwa hiyo kulikuwa kuna kero changamoto nyingi. Zilikuwepo changamoto labda za masuala ya mapato yanayokusanywa kule Zanzibar kwenye uhamiaji. Kulikuwa kuna changamoto nyingi sana, lakini tumetatua. Sasa hivi zimebakia changamoto chache tu. Kwa mfano nadhani kuna changamoto ile ya usajili wa vyombo vya moto kutoka Zanzibar kuingia kwenye Tanzania bara, lakini tulikuwa tuna changamoto ile ya sukari ya Zanzibar kuja kuuzwa Tanzania bara, soko la Tanzania bara, lakini tulikuwa tuna changamoto ile ya soko la ya mgawanyo wa mapato na baadhi ya vitu vingine. Kwa hiyo of course tumepiga hatua kwa kiasi kikubwa, na leo muungano uko vizuri na changamoto nyingi ambazo zilikuwa zikitatua. Ingawaje tunaamini changamoto zinaweza kujitokeza kwa sababu sisi tumeungana, lakini viongozi wetu wako imara. Zinapotokezea Dr. Mwinyi, Mama Samia na viongozi wa wizara zote zinazohusika, tunakaa pamoja, tunatatua na mambo yanakwenda kwa busara zaidi. Mheshimiwa, hebu tuambie wizara inachukua hatua gani katika kutoa uelewa kwa wananchi wakaufahamu vizuri muungano huu? Hapa nataka nichukue fursa hii ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri, lakini na Dr. Mpango, Makamu Rais, na waziri wangu Engineer Masauni kwa kazi kubwa ambayo tunaifanya. Tumeliona hiyo changamoto kwamba bado kuna baadhi ya watu hawajaipata ama hawajafikiwa na hii taaluma ya muungano. Kwa hiyo tulichokifanya ni kwamba tumeanza sasa kutoa elimu na kuelimisha wananchi. Kwa hiyo njia ambazo tunazitumia, kwanza kupitia ni kama hivi ambavyo nipo hapa, lakini njia ya pili tunaitumia kupitia magazeti, lakini tunatumia kupitia makongamano. Kama mmeshuhudia jana kumefanyika kongamano kubwa sana ambalo baadhi ya watu ambao waliushuhudia na waliuona, lakini pia walifanya kazi kwenye serikali ya Jamhuri, wakina Mzee Ahmad Rashid, kina Dr. Mwakiembe, walikuwepo kwa ajili ya kuwaelimisha wananchi na kuwaeleza dhana halisi, umuhimu pamoja na namna ambavyo muungano huu unapelekwa. Kwa hiyo tunatumia njia nyingi sana za kuwaelimisha. Lakini vipo vitabu ambavyo vimetolewa na serikali ya Jamhuri kupitia ofisi ya Makamu wa Rais. Tumetoa vitabu ambavyo vimeeleza ukweli kuhusu muungano na namna ambavyo tunaenda, namna changamoto zilivyotatuliwa, lakini na faida na umuhimu wa muungano huu zinazopatikana kupitia muungano huu. Mheshimiwa, hebu tuambie kutakuwa na mabadiliko yoyote kati ya muungano huu kwa miaka ijayo? Of course tutegemea mabadiliko makubwa sana, na tutegemea mabadiliko kwa sababu
wazee wetu wanafanya kazi za busara sana kwenye muungano huu, na hatutegemei kuwa na changamoto zikaongezeka sana, kwa sababu viongozi wetu wana busara. Inapotokea changamoto, hatutupiani maneno, tunakaa, tunakutana, tunaitatua kama changamoto. Lakini tutegemea mabadiliko makubwa, kwa sababu kuna kamati maalum ambayo imeundwa ya wataalamu, ya mawaziri, ambayo inashughulikia na swala zima la utatuzi wa changamoto hizi. Lakini tutegemea mabadiliko makubwa, kwa sababu kila kukicha wananchi wanaendelea kupata elimu na wanaelimika. Maana yake ni kwamba sasa hivi hata wale watukanifu wa muungano huu au wale ambao wanaupiga maneno muungano huu kwa kuzungumza vibaya, sasa wamepungua. Nini? Kwa sababu wameelewa umuhimu wa muungano huu. Walikuwepo wapo Wazanzibari wanautukana muungano huu wakati mwanawe mwenyewe anasomeshwa na loan board ya muungano, kwa maana Tanzania bara. Lakini kuna mtu unakuta anaupiga maneno muungano huu wakati yeye mwenyewe ana magorofa yake, ana maduka yake, yeye ni Mzanzibari lakini maduka yake pale Dar es Salaam, kwa maana kwamba Kariakoo. Sasa mwisho wa siku anafahamu kumbe muungano huu una faida 1, 2, 3. Yuko mtu anautokana muungano huu lakini anategemea amani na ulinzi na utulivu na mshikamano wa Tanzania ambao unaletwa na muungano huu. Kwa of course wameanza kuelewa, na ninaamini wataelewa zaidi. Kwa huko tunakokwenda wananchi wataufahamu muungano na utazidi kuwa strong. Mheshimiwa, turudi kwenye swala la usimamizi wa mazingira. Wizara inasimamia vipi mazingira kwa kushirikiana na kati ya Tanzania bara na Tanzania visiwani? Ni kweli kama hapo mwanzo ulivyosema kwamba tunasimamia muungano na mazingira. Kwanza nataka tufahamu kwamba mazingira sio muungano. Yaani sio muungano kwa maana kwamba haimo kwenye muungano. Isipokuwa tunashirikiana kwenye baadhi ya mambo yanogusa kwenye mazingira kama ni sehemu ya muungano. Kwa mfano tunapokaa vikao vyetu vya mazingira, basi huwa tunawashirikisha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar wenzetu, na kwa sababu ni moja miongoni mwa waathirika wakubwa wa mazingira na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini chengine, tunapokuwa tunakwenda kwenye mikutano mikubwa ya kimataifa, tunakuwa tunashirikisha wenzetu. Kwa mfano tukaenda kwenye COP hizo, au kwenye COP ndogo ndogo, au kwenye mikutano mikubwa inayogusa masuala labda ya masuala ya jangwa au masuala mikoko au masuala mengine yote ya masuala ya mazingira, huwa tunawachukua wenzetu. Kwa mfano jambo hili la carbon, la uvumbuzi wa carbon, sasa tumeanza kuwafundisha wenzetu wa Zanzibar, na kwa sababu wanayo misitu ya asili. Kwa hiyo tunashirikiana kwa kiasi kikubwa kwenye kupanga, lakini hata tunachokiomba kule, tukiwa kule, hatuombi kama Zanzibar au Tanzania bara, tunaomba kama Tanzania. Na tukirudi huku tukichukipata, tunawaambia hichi chukueni nyinyi, kaanzisheni miradi, na hichi tutachukua sisi, tutakwenda kuanzisha miradi ya mazingira. Na hata tunapoianzisha, basi sisi kutoka Jamhuri tunakwenda tunaitembelea kule Zanzibar miradi, kwa sababu imeasisiwa kupitia ofisi ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo of course tunashirikiana vizuri na tunajitahidi sana, na tunaona matokeo ya mashirikiano yetu. Sawa, Mheshimiwa, kuna ishu ya muingiliano wa madaraka. Yaani Zanzibar kutakuwa kuna serikali na inashughulikia mambo kadhaa, lakini kumeonekana kwamba Tanzania bara inakuwa inatoa maamuzi kwa upande ule. Hili lipoje? Kwanza nataka niseme kwamba chochote kinachofanyika katika maslahi ya muungano hakifanywi kwa maslahi ya mtu. Kinafanywa kwa mujibu wa katiba, kinafanywa kwa mujibu wa sheria. Tunachokiamua tunakiamua kwa pamoja. Kwa mfano tumesema katika ile 95.5 na ile 4.5 ambayo Zanzibar inapata 4.5, huku inapata 95.5. Ile ni jambo ambalo lipo kisheria na tumekubaliana, na tumeangalia kwa mujibu wa hali ilivyo, ukubwa wa huku na ukubwa wa kule. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaamuliwa labda kipo nje ya utaratibu. Na hata kama kuna kitu ambacho lazima Zanzibar ije iombe au tushirikiane huku, mara nyingi tunakuwa tunakaa tunashauriana kwa pamoja. Na mara nyingi tunakuwa tunakubaliana. Na kama tunakuwa tunaona kuna jambo linaleta labda mvutano au halieleweki, basi tunakaa kwa pamoja tunalizungumza, na mwisho wa siku linakwenda kama vile ambavyo tumekubaliana. Sawa, Mheshimiwa, hebu tuambie katika hali ya uwakilishi bungeni, yani kutoka Zanzibar watu wanaokuja huku ipoje? Hali ya uwakilishi ipo vizuri, na ndio maana kuna bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na linatoa wananchi pia kutoka wabunge ama wawakilishi kutoka Zanzibar kuja kuwakilisha wananchi kwenye bunge la Jamhuri. Na sasa hivi Mheshimiwa Rais ameenda mbali zaidi, kwa upande wa wanawake ametoa fursa zaidi, na ninaamini itatoka fursa zaidi. Kwa hiyo uwakilishi upo, na ndio maana hata ukiangalia serikali ya mama, tupo Wazanzibari ambao tunatoka Zanzibar tunakuja huku tunawakilisha wananchi, regardless nimetoka wapi, regardless nimetoka Zanzibar au kabila gani au dini gani, lakini nipo na tunashirikiana na serikali vizuri. Kwa mimi naona uwakilishi uko vizuri, na kwa sababu Mheshimiwa Rais haiendeshi serikali hii au serikali haiendeshi
kwa uasili umetoka wapi, umekwenda wapi. Lakini tunao makatibu wakuu, tunao mawaziri, tunao wakurugenzi na tunao viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama wanatoka Zanzibar na wapo huku. Na inawezekana, na hivyo ndivyo ilivyo, wanaotoka huku akawa kule wanasimamia serikali, kwa maana kwamba wapo viongozi ambao wapo kwenye serikali na wametoka huku na wako Zanzibar. Of course ni jambo ambalo naona linakwenda vizuri, hakuna tatizo lolote. Mheshimiwa, umesema katika maadhimisho ya mwaka huu ya miaka 61 ya muungano huu wa Tanganyika na Zanzibar mmepanga kutoa elimu. Mtatumia njia zipi ili hiyo elimu kuhusu muungano iwafikie wananchi wote na hasa vijana, hiki kizazi sasa hivi cha .com? Ni kweli safari hii tumesema tujikite zaidi kutoa elimu sambamba na kufanya baadhi ya activity nyingine, zikiwemo za usafi wa mazingira, zikiwemo za upandaji miti na mambo mengine. Na ziko njia ambazo tumesema tutazitumia, ambazo tumeshazitumia lakini tutaendelea kuzitumia. Kwa mfano, njia moja ambayo tumesema tutaitumia na tumeanza kuitumia kwanza ni kutumia vyombo vya habari. Kama nilivyosema awali, ni hii moja kwamba tunatumia njia hii kwenda kutoa elimu. Juzi Mheshimiwa Waziri alitumia chombo cha habari akatoa elimu, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na kila ambaye anahusika na masuala ya muungano tumesema atoe elimu, lakini kwa mujibu wa taratibu. Lakini chengine, jana kulikuwa kuna kongamano. Njia nyingine ni hiyo kwamba tunatumia makongamano kuwakusanya watu, kuwaambia, halafu na wao wakatoa mawazo yao. Na ndio maana tumeweka uhuru, kila mmoja anayo nafasi ya kuchangia na kutoa mawazo yake kwenye muungano huu. Sisi kama serikali tukiona haya tunaweza kuyachukua, basi tukayafanyia kazi. Tukiona haya tusubiri kidogo, tutasubiri, kwa sababu kila kitu kina wakati wake. Lakini ndio kama hivyo, redioni tunakwenda, TVni tunakwenda, lakini pia tumesema watu watumie muda huu pia kujisomea vitabu. Tunavyo vitabu tumetoa na viko vingine vimetolewa na wataalamu mbalimbali wenye nia njema na nchi hii. Kwa sababu wako waliotoa vitabu, lakini bahati mbaya vitabu hivyo havielimishi jamii bali vinapotosha jamii. Na hapa nataka nichukue fursa hii niwaambie Watanzania wajaribu kueleza muungano kwa uhalisia wake. Wajaribu kuwatumia wananchi kuwaelimisha kwa uhalisia wa muungano. Na tukifika wakati mtu akiona hawezi kusema, basi bora atulia, bakie kuwa msikilizaji, kuliko kuendeleza mazungumzo ya kuhusu muungano au kutoa maelezo ya muungano yenye kupotosha jamii. Huwezi kuwaambia watu muungano tofauti na ulivyokusudiwa na ulivyoasisiwa. Huu muungano ni very sensitive. Unaweza ukazungumza kitu ukaja ukaleta taharuki kwenye jamii. Kwa ndio maana tukao tunasema kwamba mtu akitaka kuzungumzia muungano au zungumzie katika mustakabali wa kujenga zaidi, kwa sababu lengo letu ni kurithisha vizazi vijavyo. Tusingerithi leo, tusingejua muungano, lakini ulienziwa, sisi tukaukuta, tuchukue, tupeleke, tuende nao miaka 61 mengine ijayo, vizazi vinavyokuja viuone muungano huu, viushuhudie na washuhudie matunda ya muungano. Kwa hiyo tutaendelea kuelimisha jamii kupitia vyanzo mbalimbali. Na tumeshatoa maelekezo huko mikoani, wilayani, watu waandae madibeti, makongamano, mawarsha tofauti, ili mradi watu wafahamu. Kuna mtu yuko kijijini huko hajui hata nini muungano. Sasa sisi ndio wajibu wetu kuwaelimisha watu na kuwafahamisha. Mheshimiwa, katika jitihada hizo sasa za kuweza kutoa elimu kuhusu muungano, mwitikio upoje? Jamii inaelewa? Jamii inaelewa na inafahamu. Na inafahamu kwa vitendo. Kuna watu wanafahamu kwa kusikia, lakini kuna watu wanafahamu kwa kuona. Kuna watu wakiona ulinzi na usalama nchini kwetu umetulia, halafu wakiuchukua muungano wakiweka pale, wanajua liso shwari, lakini kwetu amani, utulivu, maisha yanakwenda, watu wanafanya pilika zao, wanajua huu ni kazi kubwa ya muungano. Lakini tunaona namna ambavyo tumeoana, tumechukuana sehemu moja, tumepelekana sehemu nyingine. Watu wanaona hii ni kazi ya muungano. Lakini wanaona namna ambavyo tunavyopeleka miradi inayotoka Zanzibar huko ikaenda Zanzibar. Tunawaambia hasa kwamba hii ni mfuko huu. Kwa mfano, hivi karibuni Zanzibar tumeshuhudia tukijengewa madarasa mengi sana ya uviko. Na fedha zile za uviko zilikotoka zimekuja kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano. Na nakumbuka, kama mnakumbuka, Jakaya Kikwete pale fedha mama alizigawa pale. Akasema Zanzibar mtapata fungu hili na bara mtapata fungu hili. Kule Zanzibar zilikwenda kujengewa vituo vya afya. Dr. Mwinyi kule amesimamia vizuri, zimejengewa madarasa, zimefanywa miradi mingi, miradi ya maji ambayo ile ni sehemu moja ya muungano. Of course nilichokiona, na hiyo ndo hali ilivyo, kwamba Watanzania day after day wanafahamu na wanaelewa umuhimu wa muungano kwa sababu wanaziona faida. Kwa hiyo wanauchukulia muungano kama ni sehemu moja ya jambo moja la msingi na kubwa sana. Mheshimiwa, hebu tuelezee tofauti za kisheria kati ya Tanzania bara na Tanzania visiwani. Tofauti of course zipo, kwa sababu
Ziko baadhi ya taasisi zinasimamiwa kwa mujibu wa sheria za Zanzibar na kuna baadhi ya taasisi zinasimamiwa kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano kwa maana kama Tanzania bara, na ziko baadhi ya taasisi ambazo zinagusa kote kote kwa zile taasisi ambazo zinagusa muungano. Kwa hiyo zipo, kwa mfano kama huku sasa hivi tuna mpango wa kufanya mchakato wa sheria ya mazingira, ile sura 191 tunaendelea kufanya utaratibu at least kuona kwamba tunafanya mabadiliko madogo, angalau tuipe nguvu ile sheria. Lakini kule wenzetu tayari wao sheria wameikamilisha na wanaendelea. Kwa mfano huku sasa hivi tumo kwenye mchakato wa kufanya angalau tuone namna ambavyo tunapata NEMC inakuwa NEMA, inakuwa na mamlaka. Kule tayari wao wana ZEMA ambayo ni mamlaka ambayo inasimamia mazingira Zanzibar. Kwa of course utofauti mkubwa upo, na ndio maana kuna baadhi ya mambo unaambiwa sheria yake hii lazima iende kananiliwe Zanzibar, kwa sababu pengine sheria huku hatuna. Lakini kuna baadhi ya mambo unaambiwa sheria hii lazima inabidi iende muungano. Kwa mfano ukiangalia sheria kama za mirathi, sheria za ndoa, kuna baadhi ya mambo tunatofautiana kidogo, hasa kwenye utekelezaji. Sawa, Mheshimiwa, nikurudishe kwenye mazingira tena. Serikali hizi mbili, pande hizi mbili zinashirikiana vipi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Nilisema pale awali kwamba tunashirikiana kwa kiasi kikubwa sana, na hakuna kikao chochote ambacho kinakaliwa aidha kitafanyika Tanzania ama nje ya Tanzania ambapo washirikishi wenzetu kutoka Zanzibar, hasa likiwa linagusa kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu tulishakubaliana kwamba kwenye jambo la mazingira hili lazima tushikane. Even if kuna baadhi ya mambo si ya muungano, lakini kwenye jambo la mazingira tunashikana. Even if tunashikana kwenye mambo mengi, lakini kwa mfano tukitoka hapa tukienda nje ya nchi kwenye jambo la mazingira au jambo jingine la nishati na mambo mengine, tunachukua rais anapelekewa kule barua, anatoa kiongozi mmoja anayehusika au yoyote, anakwenda kuwakilisha serikali. Lakini tunapokwenda kuomba, kama nilivyosema, tukikaa na wale development partners, wale wadau wa maendeleo, tunawaambia kwamba sisi tumekuja like Tanzania. We are not talking about Zanzibar, hatujadili kuhusu Tanzania bara, tunaenda pale kama Tanzania. Na tunachokipata tukirudi tunagawana, na ndio maana nakwambia hivi tunavyozungumza ipo miradi ambayo imeanzishwa kwa fedha za muungano ama imeanzishwa kwa juhudi za serikali ya Jamhuri na Zanzibar baada ya kwenda kuiomba. Iko Zanzibar, iko kusini, ipo kaskazini na iko Pemba ya kisiwa cha Zanzibar. Kwa of course tunashirikiana kwa kiasi kikubwa kwenye jambo la utatuzi wa changamoto za mazingira na kupambana dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Sawa, Mheshimiwa, kuhusu masuala ya kodi yapoje kati ya pande hizi mbili? Masuala ya kodi ni masuala ambayo pia vile vile nayo yapo kisheria, na nchi yote duniani lazima iendeshwe kwa watu kulipa kodi ili sasa mambo mengine yaweze kuendelea. Sasa kule Zanzibar tuna ZRA na huku tunayo TRA. ZRA of course ni kwa upande wa Zanzibar, lakini TRA ni kwa upande wa Jamhuri, kwa maana kote. Na ndio maana huku tunayo, lakini kule Zanzibar tunayo. Kwa hiyo of course ipo na sheria zipo na zinasimamiwa, na kila moja inafanya kazi kwa mujibu wa jinsi ambavyo imejipangia kwa mujibu wa taratibu, na wananchi wanaendelea kulipa kodi kama sehemu ya kuinua pato na kujenga taifa. Kwa hiyo Mheshimiwa, kwa majibu hayo, mtu anaweza kama amelipa kodi yoyote ile Zanzibar, akija hapa Tanzania bara anaweza kaendelea kutumia? Of course viko vitu au kuna baadhi ya mambo inabidi kwa mujibu wa taratibu lazima unaweza kujikuta unalipa kote. Lakini kuna baadhi ya mambo mengine unaweza ukalipa kule lakini huku ukawa, na hii ilikuwa ni moja miongoni mwa changamoto wakati ule, changamoto ya muungano, ikawa watu wanalalamika sana, na hasa watu wanaotoka Zanzibar kuja zao huku ama Wazanzibari wanatoka bara kwenda Zanzibar, wakawa pia wanalalamika kwamba wanalipishwa kodi mara mbili. Lakini bahati nzuri tulikaa kama sehemu ya kutatua changamoto hii, tukatoa maelekezo kwa Wizara ya Fedha na taasisi nyingine zinazohusika waweke viwango, kwa sababu watu walitekana kwa mujibu wa malalamiko yao walikuwa wanalipishwa tofauti na kile kitu thamani alionunua. Na wengine walifika wakati wakawa mpaka TV wanaziacha pale bandarini wanasusa. Lakini tukaona hii isiwe tatizo. Kama ni sehemu ya changamoto, serikali kwa sababu ni sikivu, ina busara, tukakaa bandari zote tukaweka viwango vinavyostahili wa kulipa. Hata kile kiroba kidogo cha kilo 5 cha mchele umekichukua, basi pale tumeweka amount ya kulipa ambayo ni affordable, ni ndogo sana, ambayo mwananchi anaweza pia hata akairidhia na akaweza kulipa. Ili lengo na madhumuni kuepuka ile changamoto ya kwamba nimenunua TV 200,000 na ambapo nilipe 150,000. Manake nusu karibu na robo ya nilichokinunulia, at least manake kuondosha ule utata.
Lakini pia kulikuwa kuna changamoto, mtu anakuambia Zanzibar nalipa na huku nalipa. Hilo tayari tulishalitolea maelekezo na sasa hivi serikali imelitatua na hakuna changamoto hiyo. Watu sasa wanalipa tu upande mmoja, wakiingia huko kaonesha risiti yake, maisha yanaendelea. Sasa Mheshimiwa, hebu tueleze ni ipi nafasi ya wananchi katika kutunza mazingira kwa maadili ya Muungano, kwa kuzingatia maadili ya Muungano? Kwanza jambo hili la Muungano na mazingira ni jambo la wananchi, na wananchi tumewapa nafasi kubwa, na tunaokwenda kuelimisha kuhusu mazingira, kuhusu Muungano ni wananchi, na bahati nzuri wananchi wamekuwa na mwitikio mkubwa. Kwa upande wa mazingira, wananchi sasa wamekuwa na uelewa. Kwa mfano kipindi kama hichi cha mvua, sasa hivi kila mmoja amepata mwamko wa kupanda miti. Kwa mfano sasa hivi watu wamepata mwamko. Sasa hivi, zamani ilikuwa siku ya birthday watu wanafanya party kubwa sana, lakini sasa hivi baada ya birthday watu wamepata mwamko, wanapanda miti. Zamani watu wakioana, wakiachana ndio imeisha. Sasa hivi watu wakioana, wakiachana wanapanda miti. Tumekwenda Tabora kule, mkuu wa mkoa anasema sasa hata watu kizaa, tumeshatoa maelekezo, mtu akitoka tu hospitali akirudi nyumbani au wakati hajatoka tayari kule mtoto apandiwe mti wake, na ikiwezekana hata baba na mama na mtoto au watoto waliozaliwa wapandiwe mti wake. Kwa hiyo tunawashirikisha sana, na bahati nzuri sasa hivi kule kwenye jamii tuna mafoko person wetu, tuna maafisa viungo wetu wako kwenye mikoa, kwenye wilaya, kwenye halmashauri, nao wanatusaidia kufikisha ujumbe wa mazingira. Lakini kwa upande wa Muungano nao ndo kama hivyo, waandishi wa habari, wana dini, wana siasa, wengi sasa wamepata mwamko, wanaueleza vizuri Muungano na wanaueleza kwa wananchi. Kwa wananchi wamepata nafasi nzuri ya kushiriki. Na ndo tukafika wakati tukasema hata mwananchi wa kawaida kama ana uwezo wa kupanda miti mingi na apande. Na tukasema hata mwananchi wa kawaida kama ana uwezo wa kufanya kongamano la kutoa elimu ya Muungano na atoe, kwa sababu hili jambo ni la wananchi na wananchi wamelipokea, na hivyo ndivyo ambavyo tunawashirikisha wananchi kwenye mambo ya mazingira na Muungano. Sasa Mheshimiwa, kwa maoni yako una uangaliaje huu Muungano na nini maoni yako kwa wananchi? Mimi nauangalia Muungano kama ni kitu kimoja, kama symbols. Muungano ni symbols. Ni symbols ambayo ina symbolize umoja, ushirikiano, ulinzi, usalama, maelewano, utulivu katika jamii, lakini after all ni Muungano ambao au ni symbol ambayo ina symbolize maendeleo katika nchi. Kwa sababu kama nilivyosema, ipo miradi na zipo fedha tunaziomba kama serikali ya Jamhuri, na zote mbili serikali zinanufaika kutokana na miradi hiyo. Kwa hiyo of course na uchukulia kama ni kitu kimoja muhimu sana. Yaani kama kuna kitu ambacho Watanzania tukitunze, tukiengeenge, basi ni Muungano. Kwa sababu bado tuna nafasi kubwa ya kuenzi Muungano huu, zaidi ukizingatia kwamba kuna nchi zilianza kutaka kuungana lakini zikashindwa. Na ndio maana nia, lengo na madhumuni ya waasisi wa hii ilikuwa ni kwamba tukitoka kwenda kuiunganisha Tanganyika na Zanzibar, sasa tuiunganishe tena East Africa, tuunganishe Afrika, tuunganishe na dunia, kwa sababu dhana na imani ya viongozi waliokomboa mataifa haya ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaungana, kwa sababu waliamini kwamba tukiungana, tukiwa kitu kimoja, tunaenda kuleta mabadiliko makubwa sana ya kiuchumi, ya kijamii. Na pia nataka niwaambie wananchi kwamba Muungano huu wasiuchukulie kama nyimbo tu kwamba tunaimba Muungano, lakini tuchukulie kama ni moja miongoni mwa nyenzo muhimu sana katika kuendesha maisha ya Watanzania, na tufanye kama moja miongoni mwa kitu muhimu ambacho ndicho ambacho kinatupa umoja na kututambulisha kwenye mataifa mengine. Leo tunatambulikana huko kama Tanzania, lakini leo tumekuwa tunafanya mambo makubwa kama Tanzania. Leo tumekuwa tuna ulinzi unaosifika duniani kote na usalama na amani. Tanzania kisiwa cha amani kwa sababu ya Muungano huu. Kwa of course wa Tanzania tusiwache Muungano huu, kwa sababu niliwahi kumsikia kiongozi mmoja anasema sasa tufike wakati wanaotoka bara wakija Zanzibar waingie na passport. Ndio. Sasa tukifika hatua ile, manake hapo tena hakuna Muungano. Hapo sasa tunagawa nchi kabisa, manake huwezi kuingia nchi leo otherwise uwe na passport. Kwa tukifika hatua ya kupeana passport, manake, lakini ile kauli tumeiona wazi kwamba sio kauli njema yenye kutaka kujenga. Lakini watu wanasahau, watu wana miradi yao, watu wana mambo yao, watu wana watoto wao, watu wana maisha yao ambayo yametoka Zanzibar amekuja bara, na ametoka bara amekuja Zanzibar. Tunawafanyaje hawa? Leo utasikia kuna Mpemba yuko Tabora huko amejiinvest anaishi huko. Tunamuondoaje yule? Maana sasa tukifika wakati tukibaguana, manake kule ataishi kama raia wa kigeni, hatoishi kama Mtanzania. Sasa nadhani kuna haja ya kuendelea kuwafundisha watoto wetu na hata wasioelewa. Lakini kikubwa nataka nitoe wito, kuna baadhi ya watu wanatoa majarida, wanatoa vitabu, wanatoa matamko ambayo yanakwenda kuchochea na kuweka katika mazingira magumu huu Muungano. Mimi niwaambie tu Watanzania kwamba Muungano huu haupo kwa sababu ya sisi tuliokuwepo hapa.
Sisi tuliokuwepo hapa tayari muungano huu tumeshauona, lakini upo kwa ajili ya Watanzania wanaokuja. Sisi tumeshauchukua tulikouchukua. Mimi binafsi nimeuchukua tangu na mwaka mmoja sasa na miaka 40. Of course nimeuchukua kadiri nilivyochukua. Lakini kuna wale wadogo ambao wanataka waje wautumie na waone faida ambazo zinapatikana. Kwa hiyo niwaambie Watanzania waache kutoa kauli mbaya. Waache kusumbuliwa na kusutwa na vitabu vinaeleza mambo mabaya na havina nia njema na muungano huu, na badala yake wawasikilize na wasome na waone wale ambao wana nia njema na wawasikilize ili waweze kupata taaluma ya muungano. Mheshimiwa, kwa kifupi, kuna jamii ambayo ni muhimu sana katika jamii tulionayo, jamii ya walemavu. Mnaifikiaje kutoa elimu kwa wale wasioona, viziwi na watu wa namna hiyo? Muungano kwanza unatakiwa umfikie kila mtu. Akiwa kiziwi, akiwa na ulemavu wa macho, akiwa na ulemavu wa viungo, akiwa na ulemavu wa ngozi, akiwa na ulemavu wa aina yoyote, lazima afikiwe na elimu ya muungano. Na ndio maana tumefika wakati sasa hivi tunashukuru Mama Samia amefanya kazi kubwa katika kuwasaidia watu wenye ulemavu. Leo kumekuwa kuna vifaa vingi. Hata tunapokaa basi pembeni unamkuta mkalimani, na ndio maana sasa hivi hata ukienda kwenye Wizara ya Elimu wametengeneza kitengo maalumu cha masuala ya inclusive. At least sasa hata wenye ulemavu na wao wachanganyike, kwa sababu wana haki ya kupata taarifa. Kwa hiyo tumejitahidi sana, serikali tumejitahidi sana kama sehemu ya kuwasaidia wananchi. Lakini kikubwa tumefika wakati serikali imetengeneza mazingira mazuri, hata walemavu wa ngozi wanaweza kujua muungano, hata kama hawaoni, wanaosikia, wasosikia, wote wanapata taarifa. Na ndio maana tukawaambia watu wetu, fikeni mpaka vijijini mkatoe taaluma. Lakini kubwa nataka nitoe tuito kwa jamii. Kumekuwa kuna changamoto. Kuna baadhi ya wazee wakishapata watoto wenye ulemavu wanawafungia ndani, wakiwa wanaamini kwamba hawana haki ya kupata fursa, lakini hawana haki ya kutoa mchango wao, lakini hawana mchango wowote katika jamii. Wasifanye hivyo, kwa sababu kila mmoja ana haki ya kuyajua mazingira nchi hii, lakini kila mmoja ana haki ya kupata taarifa za muungano, lakini kila mmoja ana haki ya kujua kazi kubwa ambayo Mama Samia anaifanya, ikiwa kwa kusikia, ikiwa kwa kuona, ikiwa kwa kuhisi, ikiwa kwa kuambiwa, lakini wananchi wapate, hasa walemavu wapate taarifa. Na ndio maana sisi hata jana kwenye kongamano letu tuliwachukua watu wenye ulemavu. Lengo na madhumuni tuwafikishie ujumbe na wao waende wakaufikishe, lakini kubwa zaidi kwa sababu wana haki sawa na wote. Mheshimiwa, napenda nikushukuru kwa kuungana na sisi katika kipindi hiki cha asubuhi. Kwa niaba ya mwenzangu Roda Simba, tunarejeshea matangazo studio za Dar es Salaam kwa marudio ya taarifa habari, na tutarejea tena hapa kwa ajili ya kusoma vichwa vya habari vya magazeti kutoka hapa Dodoma. Kwenu studio.